kwamba Umar ibn Khattab aliwahi kupiga magoti au kusujudu kwa ajili ya Muhammad katika Uislamu. Kinyume chake, dalili sahihi zinaonyesha kwamba Mtume alikataza watu kumsujudia au kumpigia magoti kwa namna ya ibada au kujinyenyekeza kama ilivyokuwa kwa wafalme. Imepokelewa kutoka kwa Anas ibn Malik kwamba mtu mmoja aliuliza, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, je, mmoja wetu akikutana na ndugu yake au rafiki yake amuinamie? Mtume akasema hapana. Akasema, je, amkumbatie na kumbusu? Mtume akasema hapana. Akasema, je, amshike mkono na kumsalimia? Mtume akasema ndiyo, na mengine anaendelea marefu. Hayo hujauliza kwenye darasa. Uliza sasa. Nimeshauliza hiyo. Umeuliza nini? Nirudie tena. Wewe umeniambia hakuna hadithi inayoonesha, maana wanasema kwamba swali, kuna wenye wanaonekana wanapiga magoti na watu katika sehemu tofauti. Wao nishawauliza. Hatujawauliza, watu ndio wanasema kama wanaonekana hapa kwa Burundi. Waulize sasa. Tuliza kwenye darasa na hadithi iko wazi. Yaani unauliza inajuzu au haijuzu? Sikuelewa. Waislamu, kila kitu ambacho kina uhusiano na kiongozi wa Waislamu, katika yote ambayo yanatendeka, akiwa amekosea, akiwa hivi, ikionekana jambo, kitu cha kwanza kabisa kabla ya kutoa hukumu lazima uende unasihi ikiwa ni kosa. Ikiwa ni kosa lazima uende unasihi. Mimi nauliza, nani alishakwenda? Mimi wallahi leo nilikuwa yeko, wallahi Mungu anichome kama nasema uongo, japokuwa sikumpata, nilikaa muda mrefu sana. Mambo ambayo jamani, mnajivunja nguvu wenyewe. Mwisho walishampitia, siku biro yake iko wazi, mwende. Shida iko wapi? Kwani wewe si kiongozi wako? Waislamu, ndugu zangu, mimi sipendi kuzungumzia hilo swali, lakini wajibu wangu kama mimi nitafika kule. Mmesikia? Wallahi leo nilikuwa eko, nilitoka kule na kuja na utubu kukuetea, nilikuja na hisi kuwa nitachelewa. Ndio wajibu wangu. Basi mzee, vipi kwa salamu, unasema aje mzee wetu, ni kadha wa kadha, inakuwaje? Hivyo ndio nini. Akitoka sasa msubiri, lakini akiwa kiongozi hapana. Lakini akitoka sasa, hapo ni mengine. Mmesikia vizuri? Sasa mkishaanza kuponda kiongozi wenu, mtamtaka nani sasa? Mimi nataka nijue mnamwingine sabato za msiulizi kabla hatujafanya hivyo. Msiulizi kabla hatujafanya hivyo. Mmesikia? Mimi niko nawaambia watu, kila mtu akiniuliza wewe shaenda? Kwa nini sasa? Mimi nafikiri kuwekwa ndani, hakuna hivyo vitu. Kuwekwa ndani hivyo vitu hakuna, pako dini tu. Kiongozi sasa mwisho akimkata, utaishi bila kiongozi. Waislamu, kuna mtu anaitwa Al-Walid, aliongoza Waislamu, alikuwa kiongozi wa Waislamu, Amirul Mu'minin, akaongoza Waislamu. Aliwahi kuwasalisha swala alfajiri rakai, hapo akawatizama na nyuma pako maswahaba, akawatizama akamwambia, mnasemaje, niwaongeze zingine? Someni historia, palipatikana viongozi hatari sana. Maswahaba waliswali nyuma ya Hajjaj. Mnamjua Hajjaj, nishaka mzungumza sana. Wakaswali nyuma yake, alichoma Al-Kaaba mzee, tupa manjaniki mpaka Al-Kaaba inachomeka. Nasikia vizuri? Sasa Mungu nataka ni tufanye aje? Ameritadi tuache, tufanye aje? Sasa ni Muislamu, ndio sasa tuende tufike
Mimi sijaonana nao wote, wallahi naapa kwa jina la Mungu, nimeshinda pale. Wallahi Mungu anichome kama sikwenda leo. Si basi wajibu wangu utatekelezwa. Mzee vipi, unasemaje? Uko salama? Nataka nijue kitu fulani, inakuwa aje? Ni vya kawaida. Nataka kujibu yeye. Sasa yeye yuko pale kwa sababu gani? Kwa sababu yetu hii. Mimi ni kiongozi, mimi kwanza nikiwaongoza mtajuta. Unasema hapana, mimi nakwenda kule kama Muislamu. Wallahi mwao wafahamu, sio Waislamu. Waislamu mimi nawaomba, mtu wote amekazwa, amekwaza na ile jambo, nendeni mfikie tu basi, tena atawapokea. Mmesikia? Sisi sio makawariji kutoka kwenye uongozi. Sisi sio makawariji kukimbia kutoka kwenye uongozi, hapana. Makawariji wanatoka kwenye uongozi, lakini al-insan yusibu yukhti, binadamu anapatia na anakosea. Unasikia vizuri? Anapatia kila binadamu na anakosea. Mumkitakaga huyo mweupe mumsubiri, sawa, msubiri wallahu taala. Ndio maana sitaki kufutu hili suala mpaka wakati mimi nitakwenda nimuulize, tujue ikiwa hakuna nafasi hata moja. Kiongozi unafanya nini? Unaenda kumwaibisha kiongozi, anaibishwa kweli. Ndio maana nakwambia hali kama hiyo inaufungamana na kiongozi namba moja. Huwezi ukaitolea fatwa hapa unaipeleka kule kisha unaleta majibu kutoka kwake kiongozi. Umesikia vizuri? Sio hivyo. Hizi ni fujo hizi, na kuna watu wako nyuma ya hili jambo, mnajua hivyo. Mimi niliwahi kuambia siku moja ndio Islam hasa wa Burundi, la taqtulu usuda biladikum fataktulakum kilabu a'daikum, msithubutu hata siku moja kuua simba zenu, zikifa mbwa zitakuja kuwala. Umeelewa? Mbwa zitakuja kuwala. Wallahu ta'ala alam. Swala lingine, ulizungumzia kuhusu riba. Sababu ulizungumzia kwamba yoyote ambaye atakayedaiwa, naam, alafu ukaenda ukala kwake, bima kile chakula umekula kwa ni haramu. Wakatoa mfano, nimekuambia yeye ndio akakutegea chakula, si ndio? Nakwambia kwa sababu ni haramu. Wakatoa mfano, sio wewe mwenye kula ndio utapata dhambi. Yeye yeye anapata mwenye mtego wake. Tunaenda upande wa pili katika swali la mke na mume. Naam. Kamua mke kwa deni. Naam. Inafikiaga kipindi mwanamke anadai mahari yake, mko ndani ya ndoa mle, ndio. Lakini sasa wewe katika kile kipindi ile pesa unakuwa hauna, lakini una maemezi mazuri. Utakapofikisha maemezi mazuri, ile swali la deni linakuisha mpaka siku atarudia kupata jina matatizo, ndio atalikumbusha tena. Sasa vipi huyu mwanaume anapata madhambi? Si ana makosa? Matlul ghani dhulmu, Mtume amesema kurepeza deni ni dhulmu. Ona kana deni la mtu na mzalisha watoto 6 akingali tu anakudai, mpe franga zake, alafu mjue kama franga zinatupaga thamani. Ulimuoa laki 5 hivi, ungempa ule wakati angenunua parcela. Mnakumbuka walio wana mnona sisi hapakuwa parcela kutere? Ndio. Sasa wewe unamrepezea hilo deni, si unamuumiza? Leo hujapata. Ulikuwa hujapata aje? Ungemlipa ndogo ndogo zikisingene. Wanamume tu wanazembea kwa hilo jambo. Juu unajua wale wanaitwaga banatu Hawa. Unaweza ukamregeza akasahau, kesho tena mpaka mnazeeka. Wallahu ta'ala ala. Swala la pili hapo kuna ulizungumzia kusema kwamba endapo utakuwa umedaiwa alafu ukamwongezea mtu baada ya kumaliza ile deni, hiyo inakuwa katika mlango wa riba.
Kuna wakati nawe kuuliza swali hapa, nikakuuliza kuhusu ile change kule sokoni. Mathalani nimekuja kuunja 10,000. Nimetoa 10,000, ukanipa 10,000. Baadaye nikakupa 2,000 ya bure. Shida iko wapi? Ulizungumza kama ni riba. Hapana. Sasa nazungumza unasikia leo sio hivyo. Kidogo hapana. Sio hivyo. Mimi nakumbuka sijarundoa. Hichi kichwa alhamdulillah kiko vizuri. Sikiliza ni mtu alikwenda akanunua pesa wakampa 800. Swali lako na sisi ile siku tulikuwa kwenye mlango wa kununua pesa, haukuwa mlango wa zawadi, hapana, wala haukuwa mlango wa change. Change inajuzu, kila mtu hawezi kuishi bila kufanya change. Sarfu inaitwa katika ilmu ya fiqh. Hiyo hakuna shida. Shida ni wale wenye unanipata vizuri, wako asubuhi wanakuaga, wako na noti za 100 nyingi, anakuja unampa 1000 anakupa 900, unampa 1000 anakupa 900. Unasikia? Hadha la juzu, kwa sababu pesa hainunuliki. Haijuzu kuuzisha pesa, lakini inajuzu kuvunja pesa. Wallahu ta'ala alam. Nasikia? Hakuna shida hapa. Lakini mimi kuna kitu niko nakisikia kwenye roho yako. No, hapana, mimi niko nakisikia. Ni hivi. Mimi nasema hivi. Wewe unaendelea kuvujisha. Umesema